Naam, ni kuwa huu mzima mpenzi mtazamaji wa Ayo TV. Karibu kwenye matangazo ya asubuhi kwenye Ayo TV. Niendelee kuwashukuru wapenzi, niendelee kuwashukuru ndugu zangu kwa support unaendelea kunipa. Na habari zetu tukizianzia upande wa Uvira ni kuwa milio kadhaa ya risasi imesikika jioni ya jana majira ya saa 3 usiku katika mtaa wa Nyamianda, na maanisha kartia Nyamianda kwenye aveni ya Kivu karibu na kanisa la Daniel. Kulingana na taarifa za awali zinasemekana kuwa aliyekuwa rais president huyo, na maanisha president wa kartia Kimanga, Jacques Mpopole, amejeruhiwa vibaya na masasi ya wazalendo aliyopigwa jana usiku wa kuamkia leo. Alikimbiza kwenye hospitali ya dharura ya mama na mtoto Mera Amfa, ambapo hali yake inadaiwa kuwa mbaya sana. Kwa niaba ya AFC/M23 tunamtakia pole kwa familia yake na tunamwombea Mungu amjalie pone. Na mtu mwingine aliyetambuliwa kwa jina lake la Alenda Pacific pia amejeruhiwa, lakini majeraha yake si makubwa kama ya huyo aliyekuwa president wa kartia Kimanga. Hali inaendelea kuwa mbaya katika mitaa ya Uvira, katika mji wa Uvira. Kama kawaida, silaha zimezagaa sana kwa wakaji wa Uvira. Jambo ambalo rais amefanya jambo mbaya sana, kupokeza raia wasiokuwa na mafunzo yoyote kuhusu silaha. So wanaua raia wasiokuwa na hatia, na hilo ni jambo lisiopendeza kwa serikali ya AFC/M23. Na tukiendeleza habari zetu nchini DRC, ni kuwa baada ya Marco Rubio alitoa matamshi na mnukuu kuwa alitoa matamshi haya mbele ya kamati ya mambo ya nje ya Senate ya Marekani, ambapo alieleza kuwa kumekuwa na maendeleo katika utekelezaji wa makubaliano ya amani yaliyofikiwa kati ya Kigali na Kinshasa. Pia alisisitiza kuwa Washington imeanza kuona dalili zinazoonyesha kwamba Rwanda inaanza kutekeleza ahadi zake chini ya makubaliano hayo. Hata hivyo, kauli hizi zimeibua tena swali ambazo limekuwa na utata kwa miaka kadhaa. Je, kweli Kigali ina wanajeshi katika ardhi ya Kongo? Na mnukuu Marco Rubio bado tangu kuibuka tena kwa oasi anao ni serikali ya AFC anaitwa oasi hiyo, na mnukuu mashariki mwa DRC, serikali ya Rwanda imekuwa ikikanusha kwa nguvu madai kwamba imepeleka wanajeshi wake ndani ya Kongo. Jamani, narudia kusema tena, kipindi kulikuwa na majadiliano hapa nchini Kenya, waliwahi kuuliza rais Felix Tshisekedi, akamuuliza, je, unakubali kuwa AFC/M23 serikali ya AFC/M23 ni Wakongomani? Yeye mwenyewe alikiri akakubali kuwa yes, AFC/M23 ni Wakongomani. Hii ni sababu anatumia ndio aendelee kusalia kwenye madaraka, ndio abadilishe katiba. Hii ni sababu hii anaendelea kuzuga Wakongomani na kuwatanganya. Wakongomani tuamuke kabisa, tuamuke kwa hilo jambo, kwa sababu ameshindwa. Kwa hiyo anatumia sababu za kudanganya Wakongomani kuwa anaendelea kutudanganya kuwa kila kitu ni Rwanda. Ameshindwa kujenga miundombinu, ameshindwa kujenga hospitali, ameshindwa kutengeneza barabara kwa kuzikarabati, anasingizia Rwanda. Je, Wakongomani, serikali ya AFC/M23 ilifika Goma, ilifika Bukavu, ikatengeneza kila kitu, ikaongeza umeme, éclairage public ndani ya mji wa Goma zikaongezewa nini? Tunataka nini? Na habari zetu tukiziendeleza bado, baada ya Marco Rubio kwa kutoa yale matamshi yake, ndio siku ya jana nchi ya Rwanda ikamjibu.
Na nukuu serikali ya Rwanda. Serikali ya Rwanda imepokea na kuzingatia matamshi yaliyotolewa na waziri wa mambo ya nje, ni Ministre des Affaires étrangères, ndo wanasema waziri wa mambo ya nje, wakati wa kikao cha kamati ya nje ya bunge la Marekani tarehe 4 Juni mwaka 2026, ikiwemo kukiri kwake kwamba Rwanda inatekeleza ahadi zake. Rwanda inathamini ushiriki unaoendelea na wa Marekani, hasa kupitia makubaliano ya Washington ambayo yanaendelea kuwa mfumo wa kushughulikia chanzo cha migogoro katika mashariki mwa DRC. Hata hivyo, ni muhimu kukumbuka kwamba majukumu yaliyomo katika makubaliano ya Washington yanazifunga Rwanda na DRC zote mbili, na yanahitaji uwajibikaji kutoka kwa pande zote. Makubaliano hayo hayawezi kutekelezwa kwa kuchagua baadhi ya vipengele pekee, wala majukumu ya upande mmoja hayawezi kutenganishwa na yale ya upande mwingine. Matatizo hayawezi kutatuliwa kwa upendeleo. Rwanda inatekeleza ahadi zake chini ya makubaliano hayo. Wakati huo huo, DRC inadai kuvunja waziwazi makubaliano hayo kupitia kuendelea kuunga mkono FDLR, hiyo inamaanisha kundi la wanamgambo linalohusishwa na mauaji ya kimbari, genocide, ambalo limekuwa likifanya shughuli zake kutoka katika eneo la Kongo kwa zaidi ya miaka 30 na ambalo Rwanda iliona kuwa ni tishio la moja kwa moja kwa usalama wake. Rwanda pia imelalamika matumizi ya ndege zisizokuwa na rubani, drone za kivita katika maeneo ya raia. Rwanda inaendelea kujitolea kikamilifu kwa makubaliano ya Washington na kufanya kazi kwa ushirikiano na Marekani, washirika wa kikanda na wadau wengine ili kuendeleza amani na usalama na ustawi katika eneo la ziwa makuu ya Tanganyika. Rwanda, na nukuu, Rwanda baada imemjibu waziri wa mambo ya nje Marco Rubio baada ya kutoa ile tangazo kuwa Rwanda iondoe inadai kuwa kuna wanajeshi wa Rwanda walioko ndani ya nchi ya Kongo, kwenye ardhi ya Kongo. Na tukielekea upande wa Ruchuru, Kivu Kaskazini, ni kuwa kanali wa wazalendo Ngabo Jean de Dieu, mzalendo huyu amekamata na Kapteni Shukuru, na baada ya kujisalimisha kwa hiari na kwa mamlaka ya jeshi la RC Twirwaneho. Luteni Kanali Vianney Kazarama anayehusika na uhamasishaji, uelimishaji na uandikishaji katika kanda ya kwanza ya operation. JD alinamaanisha Alhamisi hii alimwasilisha katika ofisi ya utawala wa wilaya ya Ruchuru, teritwari ya Ruchuru hiyo, kanali wa wazalendo Ngabo Jean de Dieu, mzalendo aliyekamatwa katika operation maalumu iliyofanywa na jeshi la mapinduzi ya Kongo RC Twirwaneho, pamoja na Kapteni Shukuru ambaye alijisalimisha kwa hiari yake kwa mamlaka. Operation hiyo maalumu iliyofanyika Nyabanira katika kundi la Binza ilisababisha kukamatwa kwa kiongozi wa kundi la waasi aliyejiita Kanali Kadogo Murindahami ya Jean de Dieu maarufu kwa jina la Ngabo. Wakati wa operation hiyo, wanajeshi wa RC Twirwaneho walikamata pia silaha nyingi zikiwemo bunduki 10 katika yake mmoja ya PKM, virushi viwili vya roketi aina ya RPG na bunduki 7 za AK47. Akizungumza katika hafla hiyo, msimamizi wa wilaya ya Ruchuru Ephraim Kabasha alipongeza kazi iliyofanywa na uongozi wa kanda ya kwanza ya operation na kusifu juhudi zilizowezesha kukamatwa kwa Kanali Ngabo Jean de Dieu mzalendo pamoja na kujisalimisha kwa hiari kwa Kapteni Shukuru. Mamlaka hiyo ya wilaya pia ilipongeza jeshi la mapinduzi ya Kongo RC Twirwaneho kwa matokeo yaliyopatikana uwanjani na juhudi zake za kurejesha amani na usalama katika teritoria ya Ruchuru. Na mnukuu akisema, tunapongeza jeshi letu kwa kazi nzuri iliyofanya. Hatua hii kwa hatua tunadhibiti hali ya usalama katika kundi la Binza na kuhakikisha kwamba amani inarejea kabisa kwa manufaa ya wananchi wote, alisema Ephraim Kabasha. Aidha, alitoa wito kwa wanachama wote na wakundi yenye silaha ambao bado inaendelea na shughuli zao katika eneo hilo kuweka silaha chini na kujiunga na mchakato wa amani ili kuchangia maendeleo na utulivu katika eneo hilo. Na tukijielekeza Afrika Magharibi,
Takriban watu 50 wamefariki dunia kutokana na kiu katika eneo la mbali la jangwa la Sahara kaskazini mwa Niger, baada ya lori lililokuwa likisafirisha kukaribia njiani, mamlaka za sema. Kundi hilo lilikuwa likirejea kutoka nchini Mali ambako walikuwa wamehudhuria sherehe za Kiislamu, lakini walikwama baada ya kuishiwa maji katika eneo lililo zaidi ya kilomita 80 magharibi mwa Asamaka, kituo kikuu cha mpakani kati ya Niger na Algeria. Katika taarifa yake, gavana wa Agadez alisema wasafiri hao walijikuta wamenaswa katika mazingira magumu yenye joto kali na ukosefu wa vituo vya huduma muhimu. Hali hiyo ilifanya maisha yao kuwa hatarini, na watu wawili pekee walifanikiwa kuishi baada ya kutembea kwa miguu kupitia jangwani hadi Asamaka, ambapo walitoa taarifa kwa mamlaka kuhusu mkasa huo. Taarifa hiyo ilieleza kuwa lori hilo liliondoka katika mji wa Telhandek nchini Mali, lakini lilipoteza mwelekeo na kutoka kwenye njia iliyokuwa imekusudiwa.